katika jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Asante kwa sababu ya uaminifu wako Bwana, tunajiachilia uweponi mwako. Roho Mtakatifu, niongoze niseme upendavyo, si kama mimi ninavyotaka, bali kama wewe unavyotaka. Maneno uyaweke kinywani mwangu, na kila mmoja mpe sehemu yake kama ulivyomkusudia siku ya leo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tulianza semina yetu siku ya Ijumaa na tulikuwa tunajifunza juu ya naomba mfumo huko hiyo hai punguzeni. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Ijumaa tukapata nafasi ya kuangalia, tulianza juu ya dhabihu na tukaangalia dhabihu ni nini. Dhabihu ni kile ambacho mtu anatoa kinaacha pengo ndani yake. Naomba nitoe onyo wakati ninapokuwa nimesimama hapa, sitaki movement. Ukiingia kanisani, tulia kanisani. Hebu tumheshimu Mungu, na hasa waimbaji. Simalize kuimba ukatoka. Hii ni tabia mbaya. Mimi niko kwa mambo ya protocol. Huo wakati mwingine rais akiingia, hakuna mtu kutoka wala kusimama. Ndio maana watu wote wanaingizwa. Baada ya hapo, rais akianza kuhutubia, uruhusiwi kuinua mguu wako mpaka amalize. Tuwe makini. Na ruhusu tu mtu kama anaenda ofisi kuu. Bali na hapo, ukitoka uishie huko. Mungu aheshimiwe kuliko vitu vingine. Sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tulifunza dhabihu ni kile mtu anachotoa kinaacha pengo ndani yake. Hiyo ndio dhabihu. Ndio dhabihu. Na tukaangalia kama hicho unachotoa akijaacha pengo, akijawa dhabihu. Nikakupa mifano ya dhabihu ambayo nisema Yesu ni dhabihu, maana ni mwana pekee na akatoka, hapakuwa na mwingine, ni dhabihu. Nikasema Ibrahimu alimtoa Isaka, ni dhabihu, hakuwa na mwana mwingine akamtoa yule, ni dhabihu. Tukaangalia ile mwanamke mjane alitoa kila alichokuwa nacho, ile ilikuwa ni dhabihu, hakuwa na kingine tena. Na mifano mingi tuliyoongea. Kwa lazima tutofautishe kati ya sadaka ya kawaida na dhabihu. Ikitajwa dhabihu, uielewe dhabihu. Amen. 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 Lakini jambo la pili, tuliangalia utayari wa dhabihu ambao ni jana. Utayari wa dhabihu ambao tulisema dhabihu inahitaji utayari wa moyo. Dhabihu bila utayari wa moyo huwezi kutoka. Okay. Kuna mifano nilitoa kidogo. Lakini ukiangalia Mambo ya Nyakati wa 29, Nyakati wa kwanza 29 mstari wa 5. Anasema ya dhahabu kwa vitu vya dhahabu, ya fedha kwa vitu vya fedha. Ni nani ajitoae kwa moyo ajiweke wakfu kwa Bwana? Ajitoae. Kwa kuna namna, kunahitajika utayari. Waebrania 10 mstari wa 5. Dhabihu na toleo ukutaka, bali mwili uliniwekea tayari.
mwili uliniwekea tayari. Kwa lazima tuwe na kitu kinachoitwa utayari. Wakati Mungu anapotaka kukomboa, ameiwaza dunia na kuihurumia, akauliza kwenye kitabu cha Isaya 6:8, ni mtume nani aende kwa watu wangu? Isaya 6:8. Hakuna malaika aliamka, hakuna wazee 24 aliyeinuka, wote waliokuwa mbinguni hakutokea hata mmoja. Aliyeonyesha utayari ni Yesu peke yake. Amina. Akasema, mimi hapa Bwana, nitume mimi. Uko tayari kwenda kufa kwa ajili ya watu? Ndio. Uko tayari kuteseka kwa ajili yao? Ndio. Uko tayari kutukanwa kwa ajili yao? Ndio. Basi nenda. Nimekwambia aina ya kukwama uliponapo, adui alimtafuta kitu kinachoitwa utayari kwako, ndicho alichokishika. Ndio maana mtu anasema, mimi sisikii kwenda kazini, mimi sisikii kukaa kwenye ndoa, mimi naondoka, mimi sisikii kufanya kuendelea na hii biashara, mimi sisikii kwenda kanisani, mimi sisikii kuimba kwaya, mimi sisikii kwenda tena praise, mimi mambo ya ibada basi. Yaani mtu huyu ameondolewa utayari wake. Ndio maana amekuwa kusukumwa. Pendwa, funga basi. Pendwa, omba. Njoo jiunge kwaya jamani. Njoo kanisani. Wenye utayari hawaambiwi njoo. Kitabu cha Waefeso tuliangalia, Efeso sura ya 6 mstari wa 15. Efeso sura ya 6, kitabu cha Waefeso 6, anasema 15, na kufungiwa miguu utayari, na kufungiwa miguu utayari tupatao kwa injili ya amani. Maana yake miguu yako ikiwa na utayari, utaenda unakotaka kwenda. Amina. Mimi ukiniondolea utayari, siji hapa. Kuhubiri kunaisha. Amen. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Sitafunga kwa sababu sina utayari. Sasa unapochukulia utayari, unakaa kwenye miguu kwa mujibu wa Efeso. Uko kwenye miguu yako, kwamba kama utayari ukiwepo utaenda kumtembelea mtu. Ukifungwa utayari huwezi kwenda kumwona mtu. Kuna watu wamefungwa utayari wasije kukuona, hata wadeni wako wamenyimwa utayari ili wasikulipe deni lako. Kwa jina la Yesu lazima upokee utayari. Amen. Na wanaotakiwa kuletea mema wafunguliwe utayari wao. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo tulijifunza utayari, labda tutapita baadaye pia kuomba kwa wale ambao hawakuwepo kwa sababu mbalimbali. Tutaomba tena kwa ajili ya utayari. Jana tulishughulikia utayari ili kila mtu awe huru. Kila mtu awe huru kumtumikia Mungu, kupeleka habari njema, ni utayari. Nikakwambia wakoma walipewa utayari miguuni mwao. Wakati wanahangaika, tutaishije, tutakulaje, tutapataje hela, Mungu aliweka utayari kwao kwamba tutaenda. Wakasema tutaenda mjini, maana kuna njaa, Washami wako kule, tutaenda kule. Kama tutakufa tukafie huko, maana hata tukikaa hapa tutakufa, lakini pia hata tukienda basi tutakufa. Bora tufe tukiwa tunatembea, tumeenda huko, kuliko tufe tumekaa. Kilichoamka ndani yao ni utayari. Wakaondoka wakoma 4 wakiwa wamevikwa utayari, wakaenda mjini. Walipoenda mjini, wakati wanakaribia hema ya Washami, maandiko yanasema Washami hawakusikia wakoma 4,
walisikia kishindo cha jeshi kubwa. Amina. Watu waliovaa utayari Bwana wanateka. Amen. Watu waliovaa utayari wanamiliki. Amina. Haleluya. Amen. Waliposikia wakakimbia, wakasahau fedha, wakasahau dhahabu, na ilikuwa ni saa ya kula, hata chakula wakiacha, wakiponya maisha yao. Wakoma wanne wametikisa. Bwana akupe kishindo cha wakoma kwa jina la Yesu. Amina. Ukienda pale ofisini ukatikise. Amen. Pale kwenye biashara yako ukatikise. Amen. Kwenye ule mtaa ukatikise kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Wakachukua pesa, wakachukua dhahabu, wakachukua kila kitu, wakawa matajiri ghafla. Kumbe aliyekunyima utayari ndio amekuondolea kufanikiwa. Sema amen kama unanielewa. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Maana sema kufungiwa miguu. Na nakumbuka Yesu alikuwa anawaambia mnapoenda kusherehekea Pasaka, hakikisha mmevaa viatu vyenu miguuni. Lakini pia kwenye Biblia anasema vaeni utayari kwa miguu yenu. Ukienda kwenye ile Kutoka 12 mstari wa 8 pale anasema mtakapokuwa mkila hiyo nyama, alimtoa sharti maeneo makuu matatu wale hizo nyama. Nyama ya kwanza ni nyama ya kichwa. Kichwa maana yake ni cheo, chapeo ya wokovu. Kichwa maana yake funguliwa akili, tazama. Afu akaambiwa wale nyama za ndani. Nyama za ndani zinawakilisha moyo. Kumbuka wakati Yesu alipigwa bafuni, damu na maji vikatoka, vinawakilisha uzao. Kwa unapokula ya ndani mnaenda kuzaliwa upya. Afu akasema kuleni na nyama za miguu. Miguu maana yake umiliki. Miguu maana yake utayari. Hello. Amen. Okay. Hapa kwenye Efeso 6:15 ameongea miguu uvae utayari. Lakini kwenye Mwanzo 49 mstari wa 10 anasema fimbo ya enzi haitaondoka katika Yuda, wala mfanya sheria kati ya miguu yake, mpaka atakapokuja mwenye milki. Kwa hiyo kifo cha Yesu na misumari iliyopigwa kwa miguu yake inatosha kuturejeshea umiliki wetu tena. Amen. Sikia, kuna watu walisema riziki ya mbwa iko miguuni. Mimi nageuza kwa sababu haijaandikwa kwa Biblia. Riziki zetu ziko miguuni petu. Amina. Amen. Amen. Kuanzia leo kwa kifo cha Yesu na dhabihu ya Yesu, natangaza miguu yako haitatembea bure. Amen. Ukienda kazini ukafanikiwe. Ukienda kwenye biashara ukafanikiwe. Haleluya. Ukienda kwa mtu ukamkute nyumbani na ukapokee kule unapoenda, hautatembea bure. Ukitembea hata njiani ukaokote zilizodondoshwa. Sijasikia amina kubwa. Amen. Natamka baraka juu ya hiyo miguu kwa jina la Yesu. Amen. Natamka kufunguliwa kwa hiyo miguu kwa damu ya Yesu. Amen. Natamka utakaso wa miguu yako kwa jina la Yesu. Amen. Hautatembea bure bure, lazima kieleweke. Amen. Sema amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yesu asifiwe. Amina. Wale majamaa yanachukuaga nyayo wanakuja wanachukua udongo wa miguu yako, wanasema tunamfungia asiende tena kazini, tunamfungia asiolewe. Miguu hiyo tunamfungia hapo nyumbani, wanasema huyu atazalia hapo nyumbani, atazeekea nyumbani. Wamekamata nyayo kwa jina la Yesu, kila walikoshika nyayo zinaachiliwa. Amen.
Nasema mtatoka, mtaenda kuolewa kwa jina la Yesu. Mtaenda kufanikiwa kwa jina la Yesu. Kila kitu baada ya leo kitawezekana. Uvae tayari. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Yesu asifiwe. Amina. Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Nina maombi nasikia kidogo hapa. Hebu simama. Sema kwa jina la Yesu. Kila mavuno, kila kifungo, kamba za miguu nazo nifungia kwenye levo ndogo ndogo, viwango vidogo vidogo, hizo kamba kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kama kuna nyoka wamewekwa, imeandikwa nitakanyaga nyoka na nge na nguvu zote za mwovu, nami na waseta waovu kwa miguu. Kanyaga, tikisa, kung'uta vumbi kwa damu ya Yesu, hali ya mauti kwenye visigino vyako kwa damu ya Yesu. Kanyaga nyoka na nge, kanyaga hawa wachawi, kanyaga hawa wakuu wa giza waliokamata hatima yako. Kamata, haribu, angusha, sambaratisha, teketeza nguvu zote. Rapakushia hindere maka sanda rapa handena mantarapa pasaya rikapa yako ramantara babo rakatere rebokosa karababo neremantara papaya rikata masakarabo tunabaya sekerebo katerebo kwa jina la Yesu. Natamka damu ya Yesu, na mwaga damu ya Yesu kwenye eneo hili. Unapokanyaga, acha nafsi yako ikombolewe, acha nyayo zako zikombolewe, acha visigino vyako vikombolewe kwa jina la Yesu. Ule utayari wako natamka ufunguliwe kwa jina la Yesu. Waliofungwa utayari wa kuolewa ukaolewe, waliofungwa utayari wa kuoa ukaoe kwa jina la Yesu. Waliofungwa utayari wa kwenda kazini, pokea kazi sasa, ukafanye kazi. Pokea hali ya kufanya kazi, pokea roho ya ibada, utayari wa ibada kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, na kila mmoja aseme amen. Geza makofi kwa Yesu. Siku ya furaha ni leo, wakati wa furaha ni sasa. Ndugu yangu furahi, hata mimi nafurahi, utukufu wa Bwana unashuka. Tucheze sasa. Wasimame waruke, sawa? Miaka 75 utakaa chini. Naangalia vijana wakicheza. Haleluya.
Haleluya. Amina. Dhabihu ya agano. Kitabu cha Zaburi ya 50 mstari wa 5. Dhabihu ya agano. Zaburi ya 50 mstari wa 5. Nasema, nikusanyieni wacha Mungu wangu waliofanya agano nami kwa dhabihu. Tuseme wote, nikusanyieni wacha Mungu wangu waliofanya agano nami kwa dhabihu. Maana yake ni hii: kuna watu walitoa dhabihu lakini sio ya agano. Hawa watu wacha Mungu walikuwa wanatokea, nisema nitafutieni au nikusanyieni wale ambao wamefanya agano nami kwa dhabihu. Sasa sikia, neno dhabihu tumekwisha kuisema kwamba ni kile ambacho mtu anapotoa kinaacha pengo au kinauma. Anapotoa anasikia pengo. Kuna wakati wewe kutoa kitu kikabaki kikuuma, kama umetoa kwa Mungu, hiyo ni dhabihu. Sasa napokuja neno agano ni mapatano. Andika, neno agano ni mapatano, kwamba hii ni sadaka yenye patano, yenye makubaliano ndani ya hawa watoaji na wanayemtolea. Kuna sadaka au utoaji ambao ni wa kawaida, lakini upo utoaji wa agano. Sasa hapa anasema, hakusema nileteeni watu waliofanya agano nami kwa zaka. Hakusema niletee watu waliofanya nami kwa mbegu, maana kwa Biblia kuna mbegu, au kwa sadaka ya upendo. Hii ni dhabihu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amina. Sasa kama agano ni compromise, ni maridhiano, ni makubaliano, agreement. Sasa kama agano ni, basi lazima tuangalie agano ambalo tutaliangalia pia mpaka la Yesu na sisi. Amen. Amen. Agano limegawanyika katika maeneo yafuatayo. Andika, agano la dhabihu lina sehemu zifuatazo. Moja ambalo Mungu anaongea hapa. Agano namba 1 hapa, anataka watu ambao wanaingia kwenye mkataba, wa kumtumikia Mungu kwa dhabihu. Janiambia, agano la kwanza hapa ni watu walioingia mkataba, au ni watu kuingia mkataba. Haposema nitafutiane, maana yake waliojiweka tayari kwamba hawa ni wangu, watakuwa wakinitolea, na wamejikomiti kwamba watakuwa wakitoa kwa chochote kinachonihusu mimi Mungu. Amen. Yesu asifiwe. Okay, aliposema wale walio tayari wajiweke wakfu kwa Bwana, maana yake ni hii kwamba kama mmeamua, okay, sinsemaje, kwa hiyo ndio mnaenda kwenye huduma fulani, unasema kuna partners. Wale huwa wanachangia ile huduma, wanachangia radio, wanachangia sui kitu gani, manake wameingia ubia, wameingia mkataba na Mungu wa kumtolea, wa kumtumikia kwa matoleo. Kutoa kwao sio jambo la kuulizwa, ni tabia, kwa sababu wako kwenye mkataba, wako kwenye makubaliano na Mungu. Hiyo ndio ya kwanza, agano, kwamba wawepo watu ambao watasema, Mungu, mimi naingia ubia na wewe, naingia mkataba na wewe,
chochote kinachokuwa kifanyika kanisani, mimi nitawajibika. Iwe ni umisheni, nitawajibika. Iwe ni ujenzi, nitawajibika. Iwe ni watumishi, nitawajibika. Iwe ni chochote kinachohusu, ninaingia agano la kumtumikia Mungu kwa njia ya sadaka. Hiyo ni dhabihu. Na unaposema pia dhabihu, maana yake utakuwa ukifanya vitu vyenye nguvu ya kugusa. Hello. Nilikuwa naongea kwa sehemu kidogo tulipokuwa hapa, nikasema jengo hili linafika hapa kwa sababu kuna watu waliingia ubia na Mungu. Na Mungu akawatumia, wakatoa pesa nyingi. Jengo linaenda kirahisi. Wakati tunaweka msingi hapa, kuna watu waliongea sema anajifanya eti kuweka msingi mkubwa kwa watu hao, na wengine wapo humu ndani wasema yani anatuonaje? Yeye anajaribu, haoni hata ana macho ya kutazama tulivyo. Na alisema Mungu hatumii wengi. Kasome maandiko, Nyakati wa Pili sura ya kwanza, mstari wa kwanza kuendelea. Suleiman alienda Gibeoni, kapeleka sadaka 1000 za kuteketezwa kujenga Gibeoni. Alienda Suleiman, kafanya makubwa. Haleluya. Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Nanielewa? Amen. Kwa Mungu angalisi wako wangapi hapa? Utayari wako unamata sana. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Okay, sasa tuje hapa. Sehemu ya pili ya agano, maana hii nimeshasema ni wewe kuingia ubia na Mungu kwamba utafanya. Sehemu ya pili ya agano ni utoaji unaotoa kwa Mungu kwa mapatano ya kufanyiwa kitu na Mungu. Utoaji unaotoa kwa Mungu kwa mapatano ya kufanyiwa kitu na Mungu. Amen. Hii ni agano namba 2. Baba, okay, nimekuja na dhabihu hii. Mungu wangu, ninatoa sadaka hii kama sehemu ya agano langu na wewe. Unifungulie milango ya kiuchumi. Naingia agano na wewe Mungu kwa ajili ya kufunguliwa milango ya kazi. Naingia agano na wewe Mungu kwa ajili ya kufunguliwa milango ya mahusiano. Naingia agano na wewe Mungu kwa ajili ya kufunguliwa tumbo nipate watoto. Wengine hata unataka mapacha, wengine wanataka mapacha. Naingia agano nipate mtoto wa kiume au wa kike au mapacha. Na naingia agano hili kwa ajili ya elimu. Ndio maana kila mwaka, mwanzo wa mwaka, niliweka utaratibu kwamba kila mtu awe anatoa sadaka ya agano la mwaka. Maana yake unapatana na Mungu mwaka huo. Moja, akuepushe na magonjwa, akuepushe na ajali. Miezi 12 ni mingi sana. Ndio maana kuna watu waliingia mwaka jana hawakumaliza, na kuna watu wameingia Januari leo hawapo, wamekufa. Kwa hiyo ndani ya siku moja, siku ni refu sana, unaweza ukatoka nyumbani usirudi, au utarudishwa ukiwa umelala. Kwa hiyo lazima tuingie agano la mwaka, kwamba naingia agano la siku za mwaka, sekunde za mwaka, miezi, dakika zake, masaa yake yote, wiki zake. Naingia agano na ile 365 kwamba Mungu unitunze. Mwanafunzi asema Mungu nisomeshe, nisaidie nimalize. Kijana wako, vijana upatikana na anguko, unaanza Januari ufiki Disemba umeshaanguka.
Sasa ukiingia agano linakulinda, linakuepusha. Unashangaa umemaliza mwaka bado uko na Yesu. Sasa hii ndio agano tunaloiona la pili hilo, kwamba hili sio la kuingia kwamba mimi Mungu nitakutolea. Hili la pili ni la kwamba Mungu naomba kwa agano hili. Kwa mfano wale watu ambao wako kwa majaribu, Mungu alinifundisha kitu. Kuna wakati majaribu yanakuwa mazito sana. Kuna wakati unaangalia mbele, nyuma, kushoto, kulia, unaona hapaendeki. Siku moja nilikuwa napita jaribu fulani, nikaona ninaendesha gari, afu ile gari nilipofika mahali nikajikuta imebanwa, yani imeendelea kuwa ndogo, ikarudi mpaka ikawa baiskeli, afu ikapita mahali pa finyu sana. Ilipoishia hakukuwa sana. Nikaona mbona hapa huduma hii inabinywa mpaka iishi. Na tulikuwa na nyakati ngumu sana. Kwa hiyo nilichosikia ndani, nikatoe sadaka na wasaidia watu. Ile dhabihu utakayotoa niingia agano la Mungu ya kushinda hilo jaribu lililo mbele yangu. Sijui nitavukaje, lakini naingia agano la kushinda. Amina. Hello. Amina. Na ukiniuliza nilikuja kushindaje, ni miaka mingi kidogo, lakini nilikuja kushinda kwa kishindo. Amina. Yesu asifiwe. Ni ufahamu tu nao. Unaweza ukaona hata ndoto za kushindwa, ndoto za kufukuzwa kazi, usilemae. Unaona kabisa biashara imekufa, usilemae. Tafuta dhabihu ya agano. Nenda kafanya agano na Mungu la kukushindia. Andika jambo hili tafsiri. Katika maombi na matazamio yetu kwa Mungu, Mungu huliangalia agano alilofanya na wewe, ndipo akusaidia, akuvushe, akuponya, akuokoe. Narudia, Mungu katika mambo unayopitia magumu, mateso, misukosuko, katika maombi unayoyaomba na matazamio, Mungu anapokuja hapo anaangalia agano. Mlipatana nini naye kwenye hiyo situation, kwenye hiyo hali? Lile agano ndio analoliangalia ili apate kulitimiza. Narudia tu, wana wa Israeli walikuwa utumwani miaka 430, na kwa kawaida walishakuwa watumwa, na ni taifa liliondoka kwenda kumilikiwa na taifa lingine, na ilikuwa ni vigumu kutoka, kwa sababu hata wale waliokuwa wanamiliki walijua hao ni manamba wao, watumwa wao wanaofanyia kazi. Nchi ile inaendelea kwa ajili hawa tu. Sasa wakitoka, maendeleo ya nchi yatakuwa chini. Kulikuwa na ugumu. Na mtaundaje kikosi mpaka mkubaliane? Maana akitokea tu mtu anaonekana kwamba amesema tunatoka, huyo ndo atamuua wa kwanza, kwa sababu huwa hata maandamano yana watu wanaoongoza maandamano. Aya, Musa anatokea, mpaka Musa anakuwa na kumuuliza Mungu, hivi nitaenda alafu nifanye nihakikishie. Sasa angalia, maandiko yanasema Mungu alipomtokea Musa, hiyo ni Kutoka ile sura ya kwanza mpaka ile ya 3 tutasoma. Alipomtokea Musa, alimwambia Musa, vua viatu vyako, cha kwanza. Cha pili akamwambia
nimeyaona mateso ya wana wa Israeli, nimekisikia kilio chao, nimeona mizigo na uchungu walionao, nami nakutuma wewe uende ukawakomboe. Sasa Mungu anamwambia Musa, ukifika kwa Farao mwambie niko ambaye niko amenituma. Waachia watu waje waniabudu na kunitumikia. Kwa kujitambulisha kwa Farao mwambie niko ambaye niko. Lakini ukifika kwa wana wa Israeli waambie Mungu wa Ibrahim, Isaka na Yakobo amenituma. Haleluya. Amenituma. Sikia, neno Mungu wa Ibrahim, Isaka na Yakobo maana yake ni? Maana yake ni Mungu wa agano. Mungu anasema nilikuwa niwaache mfie huko, nilikuwa niwaache mwe watumwa mpaka maisha yenu, lakini kwa sababu ya agano niloingia na Isaka na Ibrahim na Yakobo, hilo agano ndilo nalofanya nije niwatoe. Kwa waambie wajitambulishe kwamba mimi ni Mungu wa Ibrahim. Ni kwa nini Ibrahimu aliingia agano nani? Na Ibrahimu tulipata kwa na watoa kwa sababu ya ile agano, la sivyo mkeishia huko. Nisikie mtu wa Mungu, wataenda ICU watu 5 na wote wana malaria, lakini mtu mmoja atatoka ICU mzima, wengine 4 wanakufa. Kama huyu mtu mmoja ana agano, anaangaliwa. Amina. Hello. Amen. Okay, siku moja na niwaambie wale waliokuwepo nyuma hapa watakumbuka hivi. Binti yangu yuko wapi ende? Ebili. Okay. Bwana Yesu asifiwe. Akiwa na mwaka mmoja ndio tumefanyia birthday yake. Mwaka akaumwa, kawa hoi, hawezi kupumua vizuri. Kwa ghafla daktari ambaye tulikuwa tunasali naye hapa akapelekewa, akasema huyu mtoto alikuwa pneumonia, mmemchelewesha. Hadi akamdunga sindano 2. Sikuwepo. Niliporudi amemrudisha, mtoto alizidiwa. Saa 6 ya usiku mtoto amepanua mpaka mdomo, anapumulia mdomo, ana pua zimegoma, anapumua kwa shida. Na mama yangu aliota ndoto kwamba kuna mtoto mchanga ameletwa hapa na kuzikwa, na mwenye mtoto mdogo ni mimi. Yaani mwenye mtoto mdogo kwa familia ni mimi. Aliyekuwa mwenyekiti wa wanawake, binti yake amekuwa akisoma uhasibu, akampigia mama yake akamwambia, nimeota kule kwa askofu kuna msiba na yule mtoto wake mdogo wa kike amekufa. Kulikuwa na kijana mmoja sasa yuko Dar es Salaam kwa Godi, alikuwa kwa mitambo kwa mwimbaji. Akaja akaniambia, nimeota msiba, tumekaa huko nyumbani na mtoto. Kwa ni msiba ulioonekana. Yesu asifiwe. Alipoenda hospitali, tulimpeleka saa 6 ya usiku, walisema mchukueni mpelekeni ICU maana hali ni mbaya. Wengine wote angalau wanapona, lakini huyu yuko kwenye hali mbaya. Na nikasikia madaktari, unajua saa ingine madaktari wanajua wao ndio wamesoma tu. Wengine akiyasoma kwa wanaongea, huyu hata lala usiku huu, isiwi na nini. Wakapeleka ICU kama wanatimiza tu wajibu. Baadaye tumeshaandika huku, tumeandika kila kitu, reception huku, naenda kule, Dr. Anita, kuna mtu ambaye kumwa kifua huko na nini, kama ananihoji. Kaambia dokta, usiogope. Huyo mtoto hafi.
ni mtoto wa maagano. Akaambia, kwani nimesema anakufa? Nikamwambia, nimesikia unaongea na Nesia. Nimesikia mnaongea. Akaniuliza, kwani wewe ni nani? Nikamwambia, mimi ni mchungaji lakini pia nimesoma. Amina. Yesu asifiwe. Akaanza kutafuta namna fulani ya kuniposa kwa Bwana atapona tu na nini. Niliuliza tu ili tujue namna ya kushughulikia na nini. Inaonekana si kwenye hali ya kifua. Kaambia, usiogope daktari, utaona kwa macho yako. Sasa si walisema hata lala usiku huo. Kesho yake asubuhi ameamka, mtoto yupo. Watoto walikufa upande mmoja watatu, upande mwingine wakafa wawili. Mtoto wa kwangu yuko katikati, na waliokufa ni wale waliokuwa angalau wanaweza kuongea angalau kidogo, walikuwa wakizidiwa kama huko. Sasa mtoto amekuwa mnene, sasa sema mtoto mwonge yupo, asende miujiza yupo. Kapitana na dokta wakati anaenda kumuona majira ya jioni, akasema kweli nimeamini Mungu wao. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Sasa unajua, tulipoomba sana tukaona haielekei. Na kumbuka wakati mama anatoka uzazi kwenye ile miezi 3-4 ile, Mungu alinisemesha kwamba nitoe sadaka ya agano. Kwa hiyo nikatoa sadaka ya agano kwa watoto wote. Nikatoa sadaka ya agano la ulinzi, agano la uhai. Agano la uhai liko kwenye Malaki 2:5. Nikatoa ile sadaka ya agano. Nikatoa vitu fulani, nilitoa madhabahu. Kwa hiyo nilipoona watu wanaomba, kila mtu ameinuka anaomba, yameonekana magumu. Na kumbuka mara ya mwisho mama akanipigia usiku wa saa 8, akaniambia hali ya mtoto sio kwa hali iliyopo sasa hivi, omba. Kaambia sijalala. Kaambia omba, wacha utani, maana mshale umeshuka unaenda kwa 0. Na amemuita nesi akamwambia, mbona hivi? Akamwambia, kwa kweli kama mashine inashindwa sisi tufanyeje? Kama mashine oksijeni yenyewe inaonekana ndio option ya mwisho, muombe Mungu wako. Nikatoka ile saa 8 nikaenda Mount Meru, nikaingia, walinzi wamesinzia, malaika wamewakamata, hakuna mtu ananizuia. Nikanyoka mpaka ICU. Nesi aliyekuwa amekaa pale naye shoga vipi, akabaki tu kuchungulia. Nikaenda mpaka kitanda cha mtoto. Nikamwambia Mungu, oksijeni ya madaktari imeshindwa, ya wanadamu imeshindwa, lakini iko pumzi yako. Nikamwambia Mungu, kumbuka lile agano nilofanya na dhabihu madhabahu. Nikamwambia Mungu, kwa ajili ya agano na neno lako aseme uongo, huyo mtoto aamke. Nikamshika, nikampulizia pumzi puani mara 7. Amina. Nilipomaliza mtoto akapiga chafi, akatoa kamasi kubwa. Amaliza hapo, vijasho vikatoka kama mtu aliyepaka mafuta, akatokwa jasho. Wanakuja saa 12, mtoto ameanza kurusha mikono. Inafika saa 4 asubuhi, mtoto ana ile hali ya kuongea, kuonyesha anaongea, anaema. Mtoto mwenyewe anaanza kuchomoa ile oksijeni, yani anaichomoa mwenyewe, sio kwa kutolewa. Mpaka wanamgoza mama, wewe mzembe, angalia mtoto. Wanarudiana. Sasa unamwambia mzembe wa nini wakati huo alishakufa, amefufuka? Amina. Yesu asifiwe. Amen. Mungu akaliangalia agano. Tunafika hiyo siku ya Jumapili asubuhi na mapema, akaambiwa mchukue mtoto, tunakuruhusu. Mimi niko ibada huko, mtoto. Ikabidi manesi na wale madaktari waje wafahamu natokea kanisa gani, ni mtu wa namna gani, ni imani ya namna gani. Ndio maana leo mimi naweza kwenda Mount Meru wakati wowote. Amina. Sizuiliwi na mlinzi. Kifika tu ni askofu, ingia. Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo mtoto alikuwa afe kabisa, lakini agano tuliloingia na Mungu lilimponya. Amina. Jifunze kuwaweka watoto wako kwenye maagano. Amen.
Maana inawezekana ukawafurahia leo, lakini baada ya miaka 10 huna hata mmoja. Nimewahi kuona nyumba ambazo makaburi yamepangwa na ambao watoto wote. Kuna mtu mmoja alipakata tamaa, namfahamu, alikuwa na watoto mapacha, wamekuwa wameenda miaka 7-8, si 10, kitu kama hicho. Alafu watoto wale wakadondokea kwenye nafikiri swimming pool, wakafa wote. Le baba alikata tamaa, ni majuzi tu ameoa tena, miaka 20 iliyopita itokea. Tunaishi na watoto, mtoto wako anatoka hujui kule alipo. Kuna siku utasikia amepanda gari, ajali imempata na amefia huko. Unasikia amepanda meli kama MV Bukoba, amezamia huko. Mwaka jana mwezi wa 12 kuna familia alikufa baba na watoto wake, alikufa. Na kwa neema binti wa kazi alikuwa mbaki nyumbani, nafikiri na mtoto mdogo, ndio waliosalia. Baba, mama, watoto wengine wakafa. Ila kama kuna agano uliloingia na Mungu. Hello. Na mtu ananielewa? Amina. Malaki 2:5 isimamie. Ukisoma Isaya 28 anasema walifanya agano na mauti. Isaya 28 mstari wa 15, walifanya agano na mauti. Sasa wewe utafanya agano na mauti, fanya agano la uhai. Amen. Agano la uhai, hata ukienda hospitali hutakufa. Amina. Ugonjwa ambao wakienda hospitali wengine wanakufa, wewe utaishi. Amen. Agano la uhai linakuhakikishia maisha. Amina. Haleluya. Amen. Au nilete ushuhuda kidogo? Ndio. Naomba mapacha mje hapa. Mapacha. Naomba na mama yao aje hapa. Nataka tu aseme kitu juu ya agano. Maana alipokuja nilianza naye na somo la agano na baadhi ya somo hili ya madhabahu na nini. Tuambie shida iliyokuwa kwa watoto wako na baada ya agano nini kutokea. Bwana Yesu asifiwe. Nilipokuja hapa kanisani kwa mara ya kwanza, walikuwa wanasumbuliwa na pumu. Hospitali kwetu hamna mtu yote mwenye pumu. Daktari aliniambia ni allergy fulani. Ilikuwa haipiti mwezi sijaenda hospitali. Ilifika kipindi mpaka kazini walinichoka, maana kila mara ninaomba ruhusa ya kupeleka watoto hospitali. Na ilikuwa ikiwabana na wapeleka asubuhi na jioni na rudishwa tena kama siku 3 mfululizo kila mwezi. Nilipofika hapa nilimweleza askofu, akanishauri nifanye agano la uhai. Na baada ya kufanya hilo agano, ile hali ilipotea kabisa. Amen. Na kuna siku moja huyu pacha mkubwa ikatokea tena kama dalili ya nabano. Nikamkumbusha tu Mungu, nikamwambia Mungu, kumbuka agano la uhai. Sikumpa dawa yoyote na asubuhi aliamka akiwa mzima. Amina. Tangu wamepona ni muda gani sasa? Mwaka wa 9. Amen. Naweza kurudi. Yesu sifiwe. Amen. Sema pumu. Pumu. Alikuwa atembea mpaka mshina apumulia. Kazini anasema tumekuchoka, ni wewe wa kuumwa, tuende wa kuuguza kila mara. Alipokutana na somo la agano la uhai, akafanya kwa uaminifu, shida imeisha. Amen. Tumpe Yesu makofi. Bosi ya kushuhudia tu ya Edwin na wako wengine hapa tumefanya agano la uhai, lakini wamepona. Nataka kushauri kama wana Yerusalemu, mnataka siku nyingi, mnataka kujihakikishia maisha. Hivyo najua hata wale wanaofanya wanaochukua bibi akienda hospitali anajidai
masaa yote na bima, si ndio? Anajiamini hivi. Sasa na wewe bima yako ya maisha ni agano la uhai. Amen. 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 Chukua agano, chukua sadaka yako, dhabihu yako nzuri. Andika majina ya watu wako na waingiza kwenye agano. Leta waingize kwenye agano hilo. Baada ya hapo, chochote kitachokuja hapo mbele, agano litawalinda. Amina. Mungu akamwambia Musa, mwambie mimi ni Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, nimekutuma. Ndio maneno utakaoambia Waisraeli. Ila kwa habari ya huyu jamaa huyu Farao, mwambie niko ambaye niko. Manake mimi, Mungu alikuwa anatunisha misuli kwamba wewe unajifanya na umiliki watu, lakini niko ambaye niko, ninaamuru. Hii ni order, niko ambaye. Ila hawa waambie nimewakumbuka kwa ajili ya agano. Hata kama una HIV, fanya agano, utapona. Wanaomkumbuka Priska wako kwa naimba kwa ya ushindi. Kwa ya ushindi namkumbuka. Priska, mnakumbuka mume wake alikufa kwa HIV, na yeye akawa anaishi na virusi na ametembea na, nilikuwa nampa tu maelekezo. Amepima zaidi ya mara 3, hana tena. Amina. Haiwezekani. Inawezekana. Watu wangu wanaangamizwa kukosa nini? Maarifa. Shida ni kwamba hatuko tayari kupokea maarifa, tuko tayari kuambiwa pokea, I receive. Unapokea nini sasa? Ninaona umezaliwa pale kijijini Robo, Kilimanjaro, kule barabara ya wapi? Wewe ni mtoto wa 12 nyumbani. Wewe shida. Hapo ndo unaona umefika. Mungu analiangalia agano. Mungu analiangalia neno lake mliopata.